chukua mkondo wake. Polisi katika eneo bunge la Shinyalu kwenye kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 48 kwa tuhuma za kumuua mumewe baada ya kumpiga na kifaa butu katika kijiji cha Irenji. Inadaiwa kwamba mshukiwa Oliver Sishali alimshambulia marehemu mumewe Magnus Lumiti mwenye umri wa miaka 54 kutokana na tofauti zao za kifamilia. Baadhi ya wakazi wanasema kwamba kumekuwapo na mzozo wa mara kwa mara baina ya wawili hao, huku chifu eneo hilo ikashifu vikali kitendo hicho na kuwataka wakazi kutafuta njia mbadala za kusuluhisha matatizo yanayokabili majumbani. Mwenye amekufa na mkewe huwa na msoso kila wakati. Hata kurudi kwake hapa kuna mtoto wake msichana mkubwa ndiye insist ya kwamba mama asiporudi hawezi saidia mzee. Sasa unaona ameua baba yenu na nyinyi ndio wenye boma. Na nimesikia wananchi wakisema kuna watoto wawili walikuwa wanasaidia mama kupika hiyo baba ya bila wananchi wanasema. Na mimi najua Isoko atakunyima pesa, wakunyima hata ugali, lakini maneno hawezi kukunyima. Wametupea maneno ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi. Wamama kweli visa imekuwa kifanyikana ya mama kuuawa na wanaume na tukaanza kuwaka bidii. Sasa leo nashangaa imegeuka tena wamama wameanza kuua wanaume. Kwangu mimi ni kusii tu wanafamilia. Mambo ya kuzozana kila wakati ni kuketi na kuelewana. Hakuna suluhu kwa kuuana. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka huko Kakamega ndipo nakamilisha taarifa zetu za mbio ya KTN leo hii. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Merisha Witi. Jioni njema.